na mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhan tunaendelea nao katika kukumbushana huko. Leo masala ya leo ambayo ni masala ya 7 tu kuanza ni masala ya hukna wa tahmilatu sharjiyya, au kwa lugha nyingine wanasema wad'i dawa'i fil qubul au ad-dubur. Ni masala ya kutumia dawa, masala ya kutumia dawa kwa wale ambao wana tatizo la haja, wanawake haja kubwa, wanakuwa na imsak. Kwa hiyo matumizi ya dawa lazima yapitishwe kwa njia ya haja. Ndio inaitwa nini? Inaitwa at-tahmilatu sharjiyya, ambao wenyewe kidaktari wanaita suppository, kuingiza dawa kwa njia ya haja. Sasa na mtu amefunga, yuko mzima, hana shida, hana mashaka, lakini ndio maradhi kama hayo imemjilia. Mara nyingine kunakuwa na masala ya maradhi ya bawasiri ambao wengine wanaita mgoro, dawa zake zinakuwa mfano kama huo. Hiyo ni hali ya pili. Au istiqdamu an-nadhuri at-tibbi, an-nadhuri tibbi, yani kile chombo cha kufanyia uchunguzi ambazo unaingizwa moja kwa moja kupitia kinywa mpaka kinaenda katika utumbo na kuanza kuchunguza. Inakuwa kama kuna kijikamera au taa mbele yake, kile kinaingizwa kwa ajili ya uchunguzi, ambayo Kiarabu inaandikwa an-nadhur tibbi. Sasa ina hukumu gani ikiwa mtu imemtokezea hali kama hiyo? Hayo ndiyo masala ambayo tutakwenda kuyajadili siku yetu hii ya leo, an-nadhur tibbi na masala ya nini, ya hukuna, mwanga ule wa matibabu, ambao mara nyingine kwa jina la kidaktari inaitwa endoscope. Unaingizwa moja kwa moja ili ikaonekane kama ni alsa au nini. Je, hukumu mtu amefunga hii inakuwaje? Ndio masala yetu ya leo. Kwanza najaribu kuweka wazi tufahamiane utumiaji wa hukna, uingizaji wa dawa kwa njia haja kubwa, na pia kuingiza hiyo endoscope katika tumbo. Anasema Sheikh, hukumu yake inakuwa al-qalilu wal-kathiru min hadhihi al-umur. Sasa mna kimeingizwa kitu kidogo au kingi katika haya ambayo tulieleza, mujarrad dukhulihi al-jawf, kwa mujarrad wa kuingia ndani ya mwili, maana jawf maana ni ndani ya mwili, sawa wasala minha shay'un au min mahluliha ila al-ma'ida au lam tusib. Sawa kwamba kimefika kitu, yani labda kimeacha athari kwa kule kuingia kwake ndani au hajaacha athari. Sasa dawa imepatikana kufanyika au haijapatikana kufanyika, hilo jambo ni linafungua saumu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika moja ya hadithi kwa kusema kwamba wabaligh fil istinshaq, na fanya uzuri katika kusafisha au kupandisha maji puani. Fanya uzuri fil istinshaq, katika kupandisha maji puani, ila an takuna saiman, ila utapokuwa wewe umefunga usifanye hivyo. Kwa maana kwamba hizi ni katika zile tunasema ni manfadh maftuh, yani maeneo ambayo yako wazi yanaweza kuingia, sio sehemu ambayo tumepasua sisi wenyewe. Ni maeneo ambayo yako wazi, kwa mfano mdomo, tundu za pua, kuna khilafu baina ya macho, na pia na haja nini, sehemu za haja kubwa na haja ndogo, zote hizo ni manfadh maftuh. Kwa tunalisema kwa hadithi hii kwamba baligh fil istinshaq,
fanya mubalagha kama kisafisha vizuri katika istinshaq, kwa sababu pua ikiwa chafu maradhi mengi yanakuwa yanakusumbua, lakini kila mara kwa mara ukiwa na tabia ya kusafisha pua maradhi yanakusahilikia, unakuwa upati ila antakuna sawa, isipokuwa mwenye funga. Sasa maulama kwa hadithi hii ndio wakachukua kipimo na kiasi na kufahamu zile tunasema ni current issues wakati wetu, matatizo yaliyotokea na teknolojia ilivyoendelea, wakachukua kuipa katika hii jambo la hukna, kuingiza dawa kwa njia za haja kubwa, haja ndogo, na kutumia an-nadhuri tibbi, mwanga, yani mwanga wa matibabu kutumia kuingiza ndani, ambao kama tulivyosema unaitwa endoscope. Kwa hiyo wamechukua hukumu hiyo kutokana na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyotuambia maulama, hadhihi alqadaya muasira. Kesi hizi au mambo kama haya, masala kama haya ni ya wakati wetu, hawakuwa nayo huko alfuqaha qudama waliotangulia, mpaka ikawa tumepata solution moja, bali ilipotokezea masala kama haya tanawala alfuqaha fi alhal bilbahth walijtihad binaan ala qawaid alfiqhiyya, kama vile msala qawaid alfiqhiyya almutaalliqa bilmufattirat, kaida za kifiki ambazo zinaungana na kule kufungua au mambo yanayofunguza nini saum. Kwa hiyo ndani yake fikra kama hizo wakaja na conclusion ya moja kwa moja kwamba hivi vitu vikiingia vichache vingi vinafunguza, lakini wakawa wamekhtalifiana katika mazingatio ya kuona kwamba je, vimebeba kitu au akijabeba kitu katika vitu vilivyoingizwa huko katika hizo njia tulizozungumza, itibara na dukhuli ayi shay'in ila jawfi min almanafidh tibiyya, ambayo ndio qubul wa dubur, tupia mbele qubul, tupia nyuma dubur. Wakasema kwamba ni muftiran au adam itibar kadhalika, wakaja na solution ya mambo kama ifuatavyo. Imam Abi Hanifa na Imam Malik wao yarauna anna idkhala ayi shay, kuingiza kitu chochote kile ila aljawf min almanafidh tabi'iyya, katika yale matundu ya kimaumbile ya kawaida, mfano hiyo dubur au qubul imetupu ya mbele au tupu ya nyuma, yufsidu sawm, inaharibu sawm. Mujarrad wa kuingia chochote kile, aidha iwe ni dawa au sio dawa, maadamu kimeingia basi ni unafunguza saumu yako. Hata wale kina mama pia katika hali ya kujiswafisha, mara nyingine wanatumia kidole kujiswafisha, basi kwa kipindi cha Ramadhani mujarrad wa kufanya hivyo, maana yake saumu yao imefanyaje, imefunguza kutokana na kauli kama hii. Tena wakasema kwa emphasize kwamba sawaan kilichoingizwa huko mughdhian, maana ni kama ni chakula au mla au sio chakula. Kwa nini? Kwa sababu ya kuingia kitu ndani ya mwili, kama alivyosema Imam Kasani katika Badai Sanai, idha awsala shay'an ila jawfihi, kikipitishwa kitu ndani ya kiwiliwili, min mawdhi'in maftuhin, sehemu ambayo iliyofunguka kimaumbile, haijafunguliwa, tofauti na adla, sindano ile ikiingia hakuna mashaka katika hilo, walau kana dawaan, hata kama ikiwa dawa, fa innahu yuftiru. Ndio maana akasema ayi shay'in, hata ikiwa ni dawa kwa hiyo atafungua. Kwa hiyo mtu mwenye tatizo kama hilo akijua anatumia dawa, ajue kwamba yeye saumu hana, atakuja kuilipa wakati Ramadhani kisha. Hivyo hivyo katika Sharh Kabir ya Maliki, yufattiru saim bikulli ma dakhala jawfi abra manafidhil mu'tada, kwamba chochote kilichoingia kwa kupitia yale matundu ambayo yalozoeleka ya mwili wetu, hapo saumu yani yuftiru, hana saumu, aje ailipe. Bora kama vipi ufanye usiku dawa kama hiyo, ule kufanya mchana wa Ramadhani inafunguza hukumu. Ama Imam Shafi'i na Imam Ahmad bin Hanbal huma yarawna anna alhuknata
الشرجية أو التحميلة تفطر إذا كانت مائعة wao ndio wameona hivyo au tatahallalu dakhil aljawf au kitakuwa kinanyumbulika ndani ya jofu, lakini kama kitaingia kikavu na kitatoka kikavu haifunguzi saumu. Kwa wale wanatumia endoscope katika kufanya utafiti na kuchunguza wamesalimika kwa kauli kama hii, kwa sababu ile inakuwa inaingizwa kwa ajili ya kuchunguza maradhi na sio labda kwenda kufanya tiba chochote. Sasa na sio maia, sio maia maana kitu yevu majimaji, kitu yevu au majimaji, wao ndio wameona hivyo. Lakini Imam Malik na Imam Abi Hanifa wao itakachokuwa chochote kile. Kwa hiyo hata ukiwa unafanya huo uchunguzi wa kitabiba, basi wewe saumu yako haitoswihi, itakuwa imebatilika. Lakini Imam Shafi'i na Ahmad bin Hanbal wao wamekwenda kwa mtazamo kwamba kiwe ni ma'iyya, idha kanat ma'iyya au tatahallalu dakhil jawf, basi itafunguza. Ikiwa kitu cha majimaji au kuingizwa kule ndani tayuka, kama dawa mara nyingine tunakula zile tembe ziko kavu, lakini zikishafika ndani zinayeyuka kwa mfumo kama huo, maana kiingizwa kitu kwa sura hiyo kitakuwa kimefunguza. Lakini kama kitakuwa hakiko na sura hiyo, basi la tuftiru, ndio maana yake, yani tuftiru kwa sharti iwe maia. Kama haijakuwa majimaji uyevu au kunyumbuka haifunguzi. Imam Nawawi katika Majmuu akaleta ibara yake, idha adkhala dawaan ila jawfihi min duburihi aftara idha kana ma'iyan. Na Ibn Qudama kasema hivyo katika al-hukna fi ad-duburi tuftiru anatisul ma'ida ila jawfi illa idha kana jafan. Kwa hiyo wamegawanyika kwa sura kama hiyo. Masala yako namna hiyo, wale wenye kufanya uchunguzi kwa sababu hamna maia, lakini inafaa kufanya namna yote inawezekana kufanya matibabu usiku, ni bora zaidi. Na rai ya muasir sasa, maulama ambao wa sasa hivi katika hii masala kuingiza dawa kupitia haja kubwa haja ndogo, baadhi yani muasirin wamesema la tuftir. Ndio mara nyingine unaweza kukuta watu wana zile nini zile reb, dawa za pumu zile, kama kitu hivi anakiweka hapa, kuyuko kwake ni hewa tu, inatoka hewa inaingia ndani, lakini akitoi kitu cha jirimu. Wanafanya namna hiyo. Wenzetu wengine wameenda mpaka kwamba kuweka kitu hapo kwa ajili ya kupata ile nakha, pia sio shida sana, lakini hiyo ni fiqh ambayo kidogo ya kupitiliza. Sasa kwa nini wamesema katika ulama wa muasirina, kwa nini wamesema kwamba hii al-hukna au ash-sharjiyya tahmiyatu ash-sharjiyya haina shida? Lianna al-maqsud fi turati 'inda fuqaha huwa ma yadkhulu ila al-ma'ida. Kwa maksudio wa fuqaha ni kufika kitu katika maida, sio katika mwili tu, wa tahawul ila ghidha au taqa, na kikageuka kile kitu kuingia kwa ndani, chakula au energy, nguvu yoyote ya kumfanyisha yule mwenye kufunga assist chochote. Ama al-hukna, ama kuingiza dawa tahmidat, falaysat fi hukmi at-ta'ami au ash-sharab. Ndio akasema muasirina ambao wakati wetu fatawa mbalimbali zinasema namna hiyo, kwamba inafaa. Na pia hata katika fatawa pia Imam Uthaymeen katika sharh Mumtani' amesema masala kama hayo, kwamba al-hukna sharjiyya la tughadhi, kwamba ile uingizaji wa dawa kwa njia haja kubwa haja ndogo sio kwamba ni chakula, wabitali la tuftiru as-saim, haiwezi kumfunguza mtu aliyofunga, liannaha laysat aklan wala shurban, sio chakula wala sio kinywaji. Hivi ndio maulama wanavyojenga masala kwa kutumia kanuni au kaida, aya na hadithi, kwa maana kama wanatafuta illa hapa ni nini, maksudio hapa ni nini, kisha wanajenga hoja na wanatoa hukumu. Hiyo ndiyo ilivyo. Kwa hiyo tunapata picha kwamba
kile chombo cha kuchunguzia hakina mashaka kwa mtu aliyofunga. Basi hayo pia yanakuja katika utoaji na uingizaji pia wa damu. Ikiwa mtu pia ameingizwa damu au ameingizwa maji kwa njia ya drip, pia saumu yake inabatilika. Lakini kutoa kuna khilafu baina maulama. Wengine wanasema kwamba ikiwa hatodhoofika yule mwenye kutoa damu, hatodhoofika saumu yake, basi haina shaka, kwa sababu ile ni kutoka na kilichokusudiwa ni kuingia katika masala hayo. Na mara nyingine yanakuwa na mgongano pia katika ile uingizaji pia wa dawa kwa njia ya sindano, al-ibra, ambayo masala yake yanakuja, lakini kama kuja